Karibu sana mwalimu. Asante Sasa sana. tupate kumjua huyu Pius Fubusa ni nani? Nashukuru kwanza, nashukuru kwa nafasi hii, lakini pia namshukuru Mungu sana. Ndiyo. Maana yake kuniweka mpaka leo ni makusudi yake nikutane na ninyi. Kwa kweli. Hongera sana mwalimu. Nashukuru sana. Karibu sana mwalimu. Nashukuru. Kama ulivyotangulia awali kunitambulisha majina yangu, nitarudia. Ndiyo. Kwa majina naitwa Pius Paulo Fubusa. Ndiyo. Ni mtoto wa 8 kwenye familia Mzee Paulo. Ya mama na baba mmoja. Kabisa. Hongera sana. Asante sana. Tumpongeze sana baba. Karibu sana. Asante. Mimi miaka 40 na something huko nyuma nilizaliwa, nimesoma mpaka darasa la 7, lakini kabla ya kufikia la 7 darasa la 4 hapa nilikuwa natamani sana kuimba. Kwa sababu babangu alikuwa ni mwanakwaya, lakini pia ni mwalimu. Alikuwa ni mwalimu wa kwaya. Lakini pia kaka yangu wa kwanza pia alikuwa ni mwanakwaya, na wa pili Mungu amrehemu naye alikuwa ni mwanakwaya, na wa tatu pia alikuwa ni mwanakwaya. Kwa hiyo ni kama tumezaliwa kwenye familia. Kwenye familia ya uimbaji. Kwa baada ya darasa 4 nilitamani sana maisha ya uimbaji na nilitamani kwenda kuimba. Ukiwa Ifakara huko? No, nikiwa Kigoma. Ni mzaliwa Kigoma. Mzaliwa Kigoma. Mzaliwa Kigoma. I see. Ifakara ni mhamiaji tu. Nimemia kama mwaka 2006 hivi. Ndiyo. Kwa hiyo nikiwa kule nilitamani kuimba, na nikiwashirikisha kaka zangu kidogo kwa wananiminya ili kwa sababu umri bado ni mdogo, nahitaji kuzingatia masomo ndio. Lakini kwa sababu wito uko ndani, nijitahidi kuhakikisha na kazana mpaka nifike. Na kweli nilifanikiwa. Baadaye wakaniacha baada ya kuona tayari kwamba sasa katika umri wa darasa la 4. Kwa hiyo sikuanzia si utoto mtakatifu niingie moja kwa moja kwenye kwaya. Kwa hiyo nimeimba baada ya kumaliza darasa la 7 nikatamani kujua muziki. Kwa wakati huo ulikuwa unaimba tu kama mwanakwaya wa kawaida? Nilikuwa kama mwanakwaya. Katika umri wa karibu tuseme miaka 8 hivi, 8 9 hivi. Kabisa. Ulikuwa na nini ambacho kilikusukuma pengine uingie katika huo utume? Katika utume kwanza nafikiri ni ile roho ambayo inazunguka ndani mwetu kwanza, ambayo kwamba wote tunasukumwa ni wanakwaya. Kuanzia baba, kaka zangu na nini. Lakini pia nilikuwa nikiona kuna baadhi ya watu walikuwa wanaenda pale na watoto wao wanaimba na nini. Binafsi nilikuwa navutiwa sana, nikiamini kitu kimoja. Zile picha zilizoko pale kanisani Kigangoni, nikiamini wale watoto wakikua watakuwa ndio wale waliowekwa pale. Kulikuwa na picha gani hapo? Kulikuwa na picha ya Mtakatifu Joseph kama sijakumbuka. Kwa hiyo niliamini akili ya utoto kwamba yule alikuwa ni mwanakwaya. Kwa nitamani picha yangu siku moja ibandikwe pale. Inawezekana ndoto zikatokea, sijui. Ndio. Kwa hiyo nilitamani, hiyo pia ni namna ya pili iliyonivutia kwenda kwenye utume wa uimbaji. Kwa hiyo baada ya hapo darasa la 7 hiyo nikatamani kujua muziki, nikajifunza kwa kificho, lakini sikuweza kufanikiwa. Kwa nini ilikuwa kwa kificho? Ni kulingana na msukumo wa kaka zangu. Kwamba wewe unabidi usome, achana na haya mama. Achana haya mama. Sasa wakati ulivyojiunga na kwaya katika umri mdogo sana, ulikuwa unaimba sauti ya ngapi? Nilikuwa naimba sauti ya kwanza. Ulikuwa unaimba sauti ya kwanza? Seminari. Hongera sana. Asante sana. Niliimba sauti ya kwanza, lakini baada ya hapo, baada ya kuanza sasa darasa la 7, nikaingia form 1, form 2, nikapata nafasi ya kujifunza muziki vizuri. Kwa hiyo umeanza kujifunza muziki ukiwa sekondari? Ukiwa sekondari. Rasmi yani, kwamba zile kujua do, re. Kabisa, na ni kwa muda mchache sana kwa sababu nilijifunza kinyumbani. Kwa sababu vile vitu kama nilikuwa naviona mtu nikiangalia karatasi kama naviona kama naviweza hivi. Kwa hiyo ni kitu ambacho nilijifunza kwa muda mfupi sana. Mwalimu wangu anaitwa Mwalimu Noeli Mahwela. Yuko Morogoro hapo. Ambaye mlikutana naye shuleni hapo? No, yeye alinikuta kwa yani. Alikuta kwenye ile kwaya ambayo toka kijiji cha pili akaja kutembelea pale. Baada ya kumuona yuko vizuri na nini, nikamwomba anifundishe. Bila kuwataarifu wazazi? Bila kuwataarifu. Na wakati nasoma lakini akanifundisha. Kiukweli nasema Mungu ni mkubwa sana. Nimejua ule muziki ndani kama mwezi mmoja hivi. Nikajua na nikaandaa kama wimbo fulani hivi. Ilikuwa kipindi cha Majilio. Uje Bwana kutuokoa. Uje Bwana kutuokoa. Akanipima. Yaani wakati huo ndani ya mwezi mmoja umejua nota na kutunga unaanza kujaribu. Yaani vitu kama vilikuwa vinakuja. Vinakuja vyenyewe. Hongera sana. Asante. Kwa hiyo nikajaribu
nikafundisha mwenyewe, akasema safi. Bahati nzuri wakati huo tulikuwa tumemwalika mwalimu Alphonse Ndaitobose. Alikuwa pale, akapitia pia, alikuwa ni mzoefu sana. Akasema safi. Jana uko vizuri. Basi wakanipa wimbo wa kwanza huu. Akanipa msukumo. Akanipa msukumo, nikaendelea vizuri. Na baada ya hapo nikaingia baada na form 3 nikutana na mwalimu Levocato Silutela. Na filamu yako msikia? Msikia, ndio sije kutana. Alikuwa anafundisha somo la muziki pale Kigoma Sekondari. Kwa hiyo alinipitisha huko na nini. Kwa kweli namshukuru sana, alinipa ujuzi mkubwa sana ambao naishi nao mpaka leo. Na najifunza kwa watu wengi kwa sababu nasema safari ya muziki sio ndogo, ni ndefu sana. Naendelea kujifunza kwa watu ambao walionizidi, hata ambao mimi nimewapita kwa kiasi fulani, lazima nijifunze vitu kwao. Atakosa muziki lakini atapata unyenyekevu. Lazima nijifunze kitu kwake ambacho kitaweza kunisaidia katika safari yangu ya muziki. Kifupi historia yangu ya muziki iko hivyo. Hongera sana mwalimu. Asante sana. Sasa huu wimbo wako wa kwanza ambao ulitunga na walimu wakaupitisha, haukuwa na makosa yoyote? Hakuna mwalimu ambaye alisema hapo ungetoa idongo ungeweka so ingekuwa vizuri? Hapana, sikumbuki hicho kitu. Ni kama wakasema kazi imeenda vizuri. Na uliufundisha wapi? Kwa yangu ya Moyo Mtakatifu wa Yesu, Kigango cha Gungu, parokia ya Kigoma mjini. Ambayo ndio baba yupo hapo anaimba na wale kaka zako. Ndio alikuwa baba alianza kuimba muda mrefu, alikuwa ni katekista pale jimboni Kigoma miaka hiyo. Sio ongea tujazaliwa. Lakini baba wakati mimi naanza kuimba alishaacha muda mrefu. Sababu ya uzee na maradhi na nini. Bado yupo lakini? No. Babangu na mamangu wote walishatangulia mbele sana. Wapumzike kwa amani. Lakini kakako alikuwepo wakati unatunga wimbo wa kwanza kwenye ile kwaya? Kakangu alikuwepo. Na wakati unaufundisha ule wimbo yeye alijua kwamba ni wewe umetunga? Hapana. Hakujua. Na wewe kumwambia? Kwa sababu ukajua kwamba ataniambia kwa nini umejikita huko tena wakati umeacha masomo? Kabisa. Aisee, hongera sana. Sababu kakangu mmoja mimi namfuata, Mungu amrehemu. Nilimwomba pia nifundishe muziki. Akasema huwezi kujua. Akasema huwezi kujua? Kwa sababu bado nasoma niseme. Kwa hiyo sikutaka kupambanua sana kwake ili walau kidogo nipate uhuru wa kujua vitu vingi. Kwa sababu kama angejua mapema pengine angenisitisha safari yangu. Safari yako ya muziki ulijikita tu kwenye kujifunza nota na kutunga au pia ulijiingiza kwenye kinanda? Hapo sasa kwenye kinanda? Nilijifunza kidogo. Kinanda? Haukuwa na interest nacho kabisa? Hapana. Ni kweli naweza naweza nikacheza kwenye misa ikaisha. Misa nzima? Yote, lakini kama yupo mtu mbadala anaweza kucheza. Siwezi kujitokeza kwa mara moja. Ni kitu ambacho haukipendi kivile kama kutunga na kufundisha? Ni kama kimepita tu. Kilimstahili mtu mwingine. Lakini napenda kuandaa nyimbo, napenda kuimba zaidi. Napenda sana kuimba. Hongera sana.